Hamjambo. Ningependa kuanza kama kawaida kwa salamu za dhati, na hasa leo ikiwemo ni tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026, kwa sababu najua kwamba sijatuma video zetu kwa tuseme wiki 3 hivi. Nimepata msiba wa kibinafsi na tumeweza kukamilisha, nami huyu hapa ninarudi tuendelee na kazi yetu nzuri ya kujaribu kujifundisha katekisimu yetu. Kumbuka kwamba tunapojifunza katekisimu tunaangalia, tunatumia macho yetu, masikio, mawazo kuiangazia na kuiangalia imani yetu. Hayo ndio madhumuni yangu. Karibuni sana. Mimi ni mama wa katekesi, na kama kawaida ninapenda kukukumbusha kwamba mimi ni Mkristo mbatizwa mwenzako. Na kama kuna ushauri wa kindani ama maoni ambayo sitaweza kuyafikia, unaombwa kufika kwenye parokia yako, uzungumze na paroko wako, naye ataweza kukusaidia. Kazi yangu hasa ni ile kwamba ninapenda kuzungumza na kushirikiana kuhusu imani yetu. Ndio maana nikaweka mtandao huu ama YouTube channel ya Mama wa Katekesi. Tuanze kwa sala kisha tuendelee, ili nisichukue muda wenu mrefu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, jaza mioyo ya waumini wako na uwawashie moto wa upendo wako. Mtume Roho wako na wataumbwa upya, na utaugeuza uso wa ulimwengu. Tuombe. Mungu unaielimisha mioyo ya waumini wako kwa mwanga wa Roho Mtakatifu, tujalie kwa huyo Roho Mtakatifu tujazwe daima na hekima ya kweli, na tujaliwe furaha ya faraja zake, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Mtakatifu Paulo utuombee. Mtakatifu Gabrieli utuombee. Bikira Maria tumaini letu, mjakazi wa Bwana, utuombee. Kwa hiyo tunaendelea jinsi tunavyofanya kuzingatia ama kupitia mawazo mbalimbali kutokana na hii katekisimu fupi ama compendium of the Catechism of the Catholic Church ukitaka. Na leo tunaiorodhesha, tunaenda kwa mpango uliowekwa pale. Kwa mfano leo tutaangalia sehemu ya 13, 14, 15, 16. Samahani, tutaanza na sehemu ya 19, 19, 20, 21, 22 na 23. Hapo mwanzoni nilikuwa nazungumzia tuseme alama 3 tu, lakini nikaona tutachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo niwie radhi, tutasoma badala ya kusoma sehemu 3 tutasoma sehemu 5, lakini sitachukua muda wako mrefu. Nitajaribu kusoma tu na kuweka mawazo mafupi, nawe utaenda utafute katekisimu yako, hii fupi, ile ndefu, pamoja na maandiko matakatifu, na hivyo utaweza kuikuza imani yako. Kwa kuwa tukumbuke, imani yetu ni zawadi kubwa, ndio zawadi muhimu zaidi tuliopatiwa na Mungu Baba. Kwa hiyo sehemu ya 15, maandiko matakatifu yasomweje? Kumbuka hapo mwanzoni tulisema kwamba maandiko matakatifu tunayafahamu kuwa ukweli uliofumbuliwa na Mungu mwenyewe kupitia waandishi wa kibinadamu, lakini Roho Mtakatifu ndiye aliyewaangazia wakaweza kuandika. Sasa tuangalie swali hili. Maandiko matakatifu basi yasomweje? Maandiko matakatifu yasomwe na kueleweka kwa msaada wa Roho Mtakatifu na chini ya uongozi wa walimu wa kanisa, kwa kufuata vigeuzi vitatu. Cha kwanza, kuzingatia yaliyomo katika maandiko yote kwa umoja wake. Cha pili, kuyasoma maandiko ndani ya mapokeo hai ya kanisa. Na tatu, kujali ulinganifu wa imani, yaani mshikamano wa kweli zote za imani. Kwa hiyo tunahimizwa kuyachukulia maandiko matakatifu
kwa uzito unaostahili. Nimesema tu niweke Biblia karibu ili uone kweli hii Biblia imesomwa. Na inabidi niende nitengeneze hapa. Bila shaka nitaifikisha kwa fundi ama nijaribu mwenyewe. Lakini wewe Mkristo Mkatoliki uwe na Biblia yako ambayo unaisoma, hasa Agano Jipya. Ukisoma Injili mara nyingi utakuja polepole, utakuja kumfahamu Kristo na kuifahamu imani yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza wanasema tuisome kwa kuangaziwa na Roho Mtakatifu. Tunaposoma maandiko matakatifu tunamuita Roho Mtakatifu awe nasi. Kama umepata dakika 3, dakika 5 ama muda mrefu zaidi, unaanza kwa kumuita Roho Mtakatifu, kisha unasoma polepole, unasoma pamoja na wengine ama unasoma peke yako ama unasoma katika misa ukiwa una ile yale mazoea ya kwenda misa kila siku. Utapata kwamba unapitia maandiko matakatifu kila siku sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo hicho ndicho kipengele cha kwanza. Cha pili, kuyasoma ndani ya mapokeo hai, kuzingatia yaliyomo katika maandiko yote kwa umoja wake. Kwa hiyo sio kuangalia tu sehemu moja na kuona kwamba hiyo sehemu peke yake ndiyo maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu, Biblia nzima ina umoja wake. Kweli tulisema umoja wa Biblia nzima ni kutufumbulia upendo wa Mungu Baba katika Kristo na Roho Mtakatifu, kwamba Biblia yote inatuonyesha Kristo, inamhusu Kristo. Lakini unaposoma sio kuzingatia tuseme mimi ninapenda kitabu cha Ufunuo peke yake, kwa hiyo nazungumza kuhusu kitabu cha Ufunuo, sizungumzi kuhusu sehemu nyingine. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanaangaliwa katika uzima wake, katika umoja wake. Alafu kuyasoma ndani ya mapokeo hai ya kanisa, kwamba unakumbuka tulisema tuna vipengele vitatu katika imani yetu. Cha kwanza ndio maandiko matakatifu, cha pili ndicho hicho mapokeo hai ya kanisa. Mapokeo hai ya kanisa ni yale matendo na maneno pamoja na maandiko matakatifu ambayo mitume wenyewe walituachia. Kwa hiyo tunasoma ndani ya mapokeo hai ya kanisa. Kwa hiyo siji mimi kama mama wa katekesi nasoma maandiko matakatifu kama mimi. La, ninasoma maandiko matakatifu kama Mkristo pamoja na wengine katika kanisa letu. Alafu cha tatu ndio kuangalia kwamba kuna ulinganifu wa imani, yani ushikamano wa imani tunayoikiri. Kwa hiyo imani yetu inatokana na maandiko matakatifu. Lakini nikipata kwamba katika usomaji wangu wa maandiko matakatifu ninaona kweli jinsi ninavyosoma, jinsi ninavyojaribu kuelewa yananipeleka mbali na wengine, basi unapata kuna kasoro hapo katika usomaji wa maandiko matakatifu. Lakini cha muhimu zaidi ya vyote ni kusoma kwa unyenyekevu mbele ya Roho Mtakatifu, naye atatuongoza pale anapotaka kutupeleka. Sehemu ya 20. Je, kanuni ya maandiko ni nini? Na wameandika neno kanuni kwa kutumia mwandiko tofauti. Katika Kiingereza inaitwa canon. Kanuni ya maandiko ndiyo orodha kamili ya maandiko matakatifu ambayo mapokeo ya mitume yamefanya kanisa liyatambue. Kanuni hiyo ina vitabu 46 katika Agano la Kale na 27 vya Agano Jipya. Kwa hiyo tunayoita kanuni ya maandiko, ama katika Kiingereza the canon of scripture, ni kusema tuna orodha gani, tuna vitabu gani haswa katika maandiko matakatifu, ama tuna orodha gani haswa katika Biblia. Na tunapata kwamba kulingana na mapokeo ya mitume tumepata hiyo orodha ambayo tumeachiwa ama kanisa linatufunza kufuatilia. Agano la Kale, Old Testament, Agano la Kale lina vitabu 46 na Agano Jipya lina vitabu 27. Kwa hiyo hiyo ndiyo kanuni ya maandiko. Turudi haraka swali la 21. Agano la Kale lina umuhimu gani kwa Wakristo?
Unapata kuna mtu anaweza sema kama Kristo alifika na tuna Injili, tuna Matendo ya Mitume, tuna nyaraka za Paulo na wengine, mbona tusome Agano la Kale? Kama Kristo ndiye anayetimiza Agano la Kale, mbona tulisome? Tupate jibu. Wakristo waliheshimu Agano la Kale kama neno halisi la Mungu. Vitabu vyake vyote vimevuviwa na Mungu na kudumu moja kwa moja kuwa na thamani. Vinashuhudia malezi ya kimungu ya upendo wake uliotuokoa. Viliandikwa hasa kwa lengo la kuandaa ujio wa Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo tukitaka kumwelewa Kristo zaidi na kuikuza imani yetu kweli, vitabu vya Agano la Kale pia vina maana sana. Utapata tunapoenda misa, hasa misa ya Jumapili, hata misa zote tunasoma sana sana kutoka Injili inasomwa, tunasoma somo la pili sana sana kutoka Agano Jipya na somo la kwanza kutokana na Agano la Kale. Kwa hiyo tunalitilia thamani, tunalitilia maanani sana Agano la Kale. Biblia haikamiliki pasipokuwa na Agano la Kale. Ningependa nikuulize, je, wewe unapenda kitabu gani cha Agano la Kale? Nitawaambia siku nyingine kitabu ambacho mimi mwenyewe ninakipenda katika Agano la Kale. Sehemu ya 22. Agano Jipya lina umuhimu gani kwa Wakristo? Agano Jipya ambalo dhamira yake kuu ni Yesu Kristo linatupatia ukweli wa kudumu wa ufunuo wa Mungu. Ndani yake Injili 4, yaani Mathayo, Marko, Luka na Yohane ni kiini cha maandiko, zikiwa ushuhuda mkuu juu ya maisha na mafundisho ya Yesu. Ndio moyo wa maandiko yote na zinashika nafasi ya pekee katika kanisa. Kwa hiyo tunatilia Agano Jipya maanani haswa Injili 4. Tunajua kwamba katika hizo Injili 4 tunapata picha, tuseme zinatupatia picha kweli. Kristo alizaliwa wapi, yalitokea vipi, alisema nini, alifundisha nini, hakusema nini. Kuna watakatifu kanisani, hasa Mtakatifu Josemaria anasema kwamba Kristo aliishi miaka 33 ulimwenguni, ama tuseme duniani. Aliishi kwa miaka 33, lakini mafundisho na matendo, miujiza yake, mahubiri yake aliyatenda katika miaka 3 tu, kutoka alipokuwa na miaka 30 hadi aliposulubiwa akiwa na miaka 33. Kwa hiyo pia yale ambayo Kristo hakufanya yanatufundisha. Kwa miaka hiyo 30, je, Kristo alifanya nini? Alikuwa nyumbani akijifunza pamoja na mama na baba aliokuwa nao, alikuwa akifanya kazi za kawaida. Ndio maana tunapata wanauliza, je, huyu si mwana wa seremala? Kwa hiyo tunaangaziwa hata hapo. Lakini turudi katika Agano Jipya, tunasema kwamba ni utimilifu wa Agano la Kale na pia unatupatia mwanga kweli wa imani yetu, kwa kuwa imani yetu cha muhimu zaidi katika imani yetu, na usidanganywe popote, cha muhimu zaidi katika imani yetu ni Kristo, ni Yesu Kristo mwenyewe. Kumjua, kumpenda, kumtumikia, kuishi naye hapa, na tunaomba Mungu kwamba tuishi naye hatimaye mbinguni. Swali la 23 na la kutamatisha leo. Je, kuna umoja gani kati ya Agano la Kale na Agano Jipya? Andiko ni moja, kwa hiyo Biblia ni moja. Andiko ni moja kwa kuwa neno la Mungu ni moja tu. Mpango wake wa kuokoa ni mmoja, na uvuvio wake kwa maagano yote mawili ni mmoja. Agano la Kale linaandaa Jipya na Agano Jipya linakamilisha la Kale. Hayo mawili yanaangaziana, kwa hiyo yanashirikiana sana, yanashirikiana kwa karibu, kwamba Agano la Kale linaashiria Agano Jipya na Agano Jipya ni utimilifu wa Agano la Kale. Na kweli utapata wale wataalamu wanaosoma maandiko matakatifu wanatuambia kweli, katika sehemu nyingi ukiangalia utaona sehemu hii na hii na hii
inazungumzia Kristo, inazungumzia kuzaliwa kwake, inazungumzia maisha yake, inazungumzia kuteswa, kufa na kufufuka kwake, linazungumzia wokovu wetu. Kwa hiyo yote mawili yameungana, ndio maana tunasema maandiko matakatifu ni moja. Mungu aliyeyaangazia ni mmoja. Kwa hiyo Biblia ni moja. Shukrani kwa kuwa na mimi hadi sasa. Sasa niwaambie kwa kifupi sana. Unakumbuka siku hizi kwa Kiingereza ama kwa Kiswahili ninajaribu kuwa na ujumbe mfupi baada ya mafundisho, na ujumbe wangu wa leo ni mfupi tena zaidi, lakini nadhani ni wa maana, kwamba wiki ijayo kuanzia kesho tunaingia katika ile tunayoita Jumapili ya Matawi, na tunaanza Juma Kuu la Kanisa kutoka kesho, ama tunaita Passion Week kesho, ama the Holy Week. Tutakuwa na kesho Jumapili ya Matawi, kisha tutaanza yale maadhimisho haswa ya kututayarisha kwa Pasaka. Kwa hiyo ombi langu ni fupi sana, ninaomba usisahau kwamba Pasaka kwetu sisi Wakristo wa Katoliki ndio, niseme nini, ndio adhimisho la muhimu zaidi. Maadhimisho yote ni muhimu, mama kanisa anatufundisha, lakini Pasaka iko juu zaidi kwa sababu ndipo tunapoadhimisha ufufuko wa Kristo. Tunaimba katika mbiu ya Pasaka kwamba kuzaliwa hakungalitufaa kitu tusingalikombolewa. Kwa hiyo tunasherekea ukombozi wetu katika Pasaka. Naomba sana ujitayarishe kiroho, ujitayarishe kimwili, lakini jitayarishe kiroho. Kama hujafika katika sakramenti ya kitubio, sakramenti hiyo nzuri ya mapatanisho, ufike, ndipo siku ya Pasaka itakapofika uwe tayari kuupokea wokovu wa Kristo, kuipokea furaha ya Pasaka. Na ninakuomba sana katika mipango yoyote ya Pasaka unayofanya, usisahau kwamba cha muhimu zaidi ni kufika kanisani na kujumuika na Wakristo wenzako, kusikiliza kwa makini sana sala hizo za Alhamisi Kuu, sala hizo za Ijumaa Kuu, sala hizo za ufufuko wenyewe, za Pasaka, kama utafika usiku ama utafika mchana. Kwa hivyo tunatamatisha hapo kwa leo, na nimejaribu kuchukua muda mfupi zaidi. Natumai Mungu akipenda tutaendelea Jumamosi ijayo. Itakuwa ni Jumamosi Kuu, lakini ni matumaini yangu kwamba tutaendelea. Nikushukuru sana, na niombe uwapashe wengine habari ya video hizi. Kama una maoni, tunaweza kuzungumza juu ya nini, naomba unijulishe, na pia upige hiyo subscribe button ili tuendelee kuwa wengi na tuone kweli Roho Mtakatifu atatufikisha wapi. Tukamilishe kwa sala. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tumsifu na tumshukuru sasa na siku zote sakramenti takatifu ya Mungu mwenyewe. Tumsifu Bikira Maria mama wa Mungu aliyekingiwa dhambi ya asili. Moyo mtakatifu wa Yesu utuhurumie. Bikira Maria mama yetu utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asanteni sana.